Ni zaidi ya mara 7 msanii Diamond Platnumz amewahi kujitabiria kifo chake, na taarifa ambazo zilikuwa zinaacha hofu zaidi na huzuni kwa baadhi ya watu ambao wanampenda, especially mashabiki ambao waliamini kwamba pengine kuna kitu ambacho Diamond Platnumz alikuwa anakiona, ndio maana alikuwa anatoa hizi taarifa mapema kabla ya tukio kutokea, ingaje mara zote hatujawahi kuona kama kile ambacho alikuwa anakiongea kikitokea. Sasa kuna matukio 7 ambayo Diamond Platnumz yalimtokea, matukio ya kutisha ama matukio ya kushangaza ambayo baadaye Diamond alikuja kukiri kwamba huenda muda wote akaweza kupotea ama akaweza kufariki dunia. Sasa matukio hayo ni yapi? Ngoja mimi nikusanue hapa, japo najua tukio la mwisho huenda likakuacha na wasiwasi mkubwa zaidi kwamba kumbe hadi Diamond Platnumz anakutana na kitu kama hiki. Sasa muhimu zaidi, join na mimi mwanzo mpaka mwisho hii video, lakini muhimu zaidi usisahau kusubscribe, kwa sababu hapo ndio mahali pekee ambapo wewe utapata info zaidi. Lakini naamini kwa wale mashabiki wenye mapenzi ya dhati kabisa na Diamond Platnumz na ambao wanamkubali, lazima watatazama video hii mpaka mwisho kabisa na kuniachia maoni yao kutokana na kile ambacho mimi nitakuwa nimekuachia mwisho wa hii video. Mimi naitwa Gabby Official, hii ni Bongo Vibe, channel nyingine pamoja kwa ajili ya kuhakikisha kwamba updates zote kuhusiana na mastaa unakuwa unazipata hapa. Tuanze mwanzo mpaka mwisho kupata kufahamu ukweli wote kuhusiana na haya matukio 7 ya kutisha ambayo yalimfanya Diamond akatabiri kifo chake. Mara ngapi mtu anaweza kutabiri kifo chake lakini bado anatabasamu mbele ya kamera? Lakini pia ni mara ngapi mtu anapoteza kila kitu lakini bado aimbe kuhusu upendo? Huyu sio mtu wa kawaida, ni Diamond Platnumz, mfalme wa muziki wa Afrika Mashariki, lakini nyuma ya utajiri na umaarufu wake kuna hadithi ndefu zenye huzuni na za maumivu makubwa sana. Karibu tuweze kupitia matukio 7 haya ya kutisha aliyowahi kupitia Chibu Dangote Diamond Platnumz. Tukio la kwanza kabisa lilikuwa ni anguko la jukwaa. Bila shaka ilikuwa ni Disemba 2018, Wasafi Festival Sumbawanga. Tunalikumbuka vizuri sana ile tukio. Diamond, Rayvanny na Mbosso wako juu ya jukwaa wakitoa burudani ya karne. Lakini sekunde chache baadaye jukwaa linapasuka. Umati ulipiga kelele, vumbi linapanda juu na wasanii wanaanguka chini. Kwa bahati walinusurika na majeraha madogo madogo, lakini mashabiki walipagawa na kupigwa na butwa. Simba ameanguka. Huo ulikuwa ni mwanzo tu wa matukio ya kutisha ambayo Diamond alianza kuyaona. And of course, kwenye hili tukio unaambiwa kwamba Diamond alihisi kiukweli kifo kilikuwa kinakaribia, na anasema haamini jinsi gani alivyoweza kupona kwenye ile tukio, lakini aliona dalili ya kwamba siku chache huenda mambo yakabadilika na akatoweka. Hili lilikuwa ni tukio la kwanza. Tukio la pili kabisa lilikuwa ni tukio lililotokea Christmas mwaka 2022. Wakati dunia ilikuwa inasherehekea, picha moja inaenea mtandaoni. Diamond amelazwa hospitalini. Amechoka, amezungukwa na vifaa vya matibabu. Mashabiki walishtuka, wengine wakalia, wengine wakaanza kuomba Mungu amsaidie Diamond Platnumz. Ilikuwa wazi kwamba hata Simba na mwili kama wa kawaida. Alilazwa kutokana na maumivu ya ndani na uchovu wa kazi zisizoisha. Baada ya siku chache Diamond alitoka, lakini tukio hilo lilimfanya akatafakari zaidi juu ya afya na maisha yake kwa ujumla, na alisema kwamba wakati amelazwa alihisi kama vile kifo kinamuita. Kwa hiyo alikuwa na wasiwasi kwamba pengine muda wote mambo yangeweza kubadilika. Hilo lilikuwa ni tukio la pili. Tukio la tatu lilikuwa ni kukamatwa kwa sababu ya video. Hili linaonekana kama ni tukio la kawaida sana, lakini ngoja nikwambie nini ambacho Diamond aliweza kukisema baada ya ile tukio. Diamond Platnumz anaposti video katika mtandao wa Instagram. Ndani ya muda mfupi baadaye simu zinaita, polisi wanamuita. Mamlaka za maudhui zinasema video hii haifai kuonekana hadharani. Msanii aliyependwa zaidi Afrika Mashariki yuko tena kwenye headlines. Safari hii sio kwa ajili ya muziki, bali ni kwa kosa la maadili. Diamond alikiri kosa, akaomba radhi, lakini tukio hilo lilimfundisha somo kubwa. Umaarufu ni mzigo, lakini kila tendo ambalo analifanya linaangaliwa kama risasi kwenye macho ya dunia. Diamond baada ya hili tukio alisema kwamba kila ambacho anaamini kinamletea furaha ndio kitu ambacho kinamletea maumivu makubwa zaidi, kiasi kwamba haoni faida sasa ya kuendelea kuishi kwa maana kila anachokifanya bado kinachukuliwa negatively. Tukio la 4 ni wafuasi waliofanya show kuwa hatari. Hili ni tukio ambalo lilitokea kwa upande wa Diamond Platnumz katika kipindi ambacho alikuwa anafanya show. Kutoka Dar hadi Kigali, kila jukwaa ambalo Diamond Platnumz alikuwa akilipanda lilikuwa linajaa shangwe, yaani ni hatari. Mashabiki wamewahi kumvamia, wengine wakavunja uzio, wengine wakamvuta hadi kumburuta chini mpaka jamaa akaweza kuanguka. Wakati mmoja alinyang'anywa miwani, kofia, achana na ile tukio la juzi kati.
Alishawahi kunyang'anywa miwani, akanyang'anywa kofia na akanyang'anywa cheni ya thamani kubwa sana. Walinzi walikimbizana na umati, lakini ilikuwa tayari tukio limeshatokea. Katika hili tukio, Diamond anasema kwamba aliona usiku wa siku ile aliota ni kama vile kuna watu wanamfukuza, wanataka kumuua. Kwa hiyo alikuwa na wasiwasi sana juu ya hatima ya maisha yake. Tukio la 5 lilikuwa ni jeneza la hofu. Of course tunafahamu kulikuwa kuna tamasha kubwa sana la Wasafi Festival kule Mbeya. Umati ulikuwa unangoja kwa hamu sana, giza jukwani, mziki mzito ulikuwa unalia. Kisha taratibu jeneza linaingizwa. Ndani yake alikuwepo Diamond Platnumz. Ni mwingilio wa kipekee, lakini ndani ya jeneza hilo kulikuwa na hofu halisi. Baadaye Diamond alikuja akakiri kwamba nilihisi kama nimeingia kaburini, nilihisi baridi ya umauti. Baada ya tukio hilo, msanii Diamond Platnumz alikuja kukiri na kusema kwamba moja ya siku ambayo alipata usingizi wenye ndoto za kutisha ambazo ni kama vile aliona kwamba tayari kulikuwa kuna kifo kilikuwa kinakuja ni hiyo siku. Ilikuwa ni mara nyingine tena Diamond alikuwa na wasiwasi wa kwamba huenda asiwe na muda mrefu tena wa kuendelea kuishi. Tukio lingine lilikuwa ni kwenye wimbo wa Yatapita. Of course, katika utayarishaji wa video ya Yatapita, Diamond alitakiwa kupanda juu ya mnara mrefu sana. Lakini kuna kitu ambacho wachache walikuwa wanakijua kuhusiana na Diamond Platnumz kwamba huyu jamaa ana tatizo la acrophobia, yani hofu ya urefu. Alipofika juu, mikono ilianza kumtetemeka, moyo ukapiga haraka, jasho lilimtoka. Jamaa alisimama sekunde kadhaa, akatazama chini, alafu akasema, kama nitadondoka hapa, basi wimbo huu utakuwa unabashiri mambo ya kweli, yani yatapita. Lakini akajikaza, akapiga picha, akamaliza. Alivyoshuka chini, alisema alikuwa haamini kabisa kama lile tukio limeweza kupita. Yani kifupi, aliweza kushuka salama bila kukumbwa na tatizo lolote, kitu ambacho aliona ni Mungu tu, lakini amesema kwamba wakati yupo kule juu alikuwa anakiona kifo mbele yake. Hilo ni tukio lingine. Tukio la mwisho na la kushangaza zaidi ambalo Diamond Platnumz alikuwa amelipitia ni tukio la kujitabiria kifo baada ya kuachwa na Zari. Ni moja tukio ambalo of course kwa upande wa Diamond Platnumz lilileta taswira ya tofauti kabisa na alikuja kujikuta akijutia sana. Tunafahamu Zari the Boss Lady, mama wa watoto wake wawili, kwa maana ya watoto wa Diamond Platnumz, anatangaza hadharani kwamba amemwacha Diamond Platnumz. Dunia inazungumza, mitandao inapasuka, Diamond anabaki kimya. Ilikuwa ni tukio ambalo kwa upande wa Diamond lilileta taswira ya kwamba kumbe hata yeye pia anaweza kupitia maumivu ya moyo. Diamond, ili tukio lilitengeneza taswira ambayo alichokuja kuandika katika mitandao ya kijamii kiliwacha watu wengi sana na majonzi. Aliandika hivi katika kurasa yake wa Instagram kwamba kuna nyimbo nyingine ziliandikwaga jamani. Hapo alikuwa ameweka wimbo ambao ulikuwa unaimba, ni wimbo wa Hussein Machozi I think kama sijakosea. Aliandika kuna nyimbo nyingine ziliandikwaga jamani. Wadau, dua zenu muhimu, maana naona kabisa mwezi wa 3 siuoni. Ilikuwa ni baada ya Diamond Platnumz kuweza kuachwa na Zari. Sasa haya ni moja ya matukio tu baadhi ambayo Diamond Platnumz aliwahi kuyapitia na yakatengeneza hofu kubwa sana, kama vile akawa anakiona kifo mbele yake. Sasa katika haya matukio ambayo nimeweza kutajia hapa, ni tukio lipi ambalo wewe ulikuwa unalifahamu? Lakini kwenye comment section mimi ninachokuomba uniambie ni kwamba sema tu kwamba Simba huaga hatishwi na hofu. Kama ni shabiki wa kweli kabisa wa Diamond Platnumz, lakini kama umetazama video hii mpaka mwisho, usisahau kusubscribe hapo chini ya hii video kwa sababu kuna mengi zaidi ambayo ulikuwa uyafahamu yatakuja kwa mbele. Mimi naitwa Gabby Official, hii ni Bongo Vibe, mpaka next video. Bye bye.